Kuhusiana na masuala ya kampuni, brother mwacha wakili. Kwa hiyo vitu vyote wakili anaendelea kufuatilia. Sababu hivi vitu ni mchakato kidogo. Kwa hiyo nadhani muda sio mrefu kila kitu kitakuwa sawa. Sidhani kama itachukua muda mrefu zaidi. Ila unachokiomba muhimu zaidi kwa mkubwa. Na imani wakili anaweza kalimaliza hilo jambo kwa mapema sana. Inaweza kachukua wiki hivi nadhani napendelea. Sina uhakika zaidi. Sasa mimi naona hii jioni alafu kama uko sawa ndio yako tuende sehemu tukatulia pamoja. Kwa hiyo mambo ya moja moto, moja baridi. ndio. Mr. moja moto. Karibu sana rafiki yangu. Vipi umekuja muda mrefu? Hapana, muda si mrefu sana ndo nimeingia, hata dakika 2 hazijatimia. Maana nilikuwa huko nyuma, nilikuwa nafanya usafi. Nashika simu yangu, nafungua ndo nakuta message yako. Vipi? Hiyo kesi inaendeleaje? Mali zote zimeandikishwa kwa mtoto. Nafurahi sana kusikia hivyo. Kwa sababu huo ndio ushindi wenyewe. Mpaka mtoto azaliwe. Akizaliwa salama, na hisi ushindi ndo tutaanza kufurahia. Kwa sasa hizi ni bado. Kwa na hizi kashikashi hapa za hizi siku 2-3 kwa sina amani, ila mtoto akizaliwa salama na hisi kila kitu kitakuwa sawa. Hapo nawaza jambo moja. Mfano huo ujauzito uliokuwa nao, ukajifungua mtoto akawa bahati mbaya akafariki. Je, hizo mali zitaenda upande wa nani? Sasa hapo ndo kwenye mtihani wenyewe, ila mimi ni mwanamke bana. Nitafanya mbinu yoyote ili mradi zile mali ziwe chini yangu. Siwezi nikakubali zile mali ziende kwa mtu mwingine. Basi mimi nakuombea kwa Mwenyezi Mungu kila mipango yote unayopanga iweze kutimia. Maana kisha ni karibu ujauzito wangu plani zote zikaharibika. Nafurahi sana kusikia rafiki yangu. Tutakuwa pamoja kwenye shida na raha. Kwa hiyo niamini na habari yako madam? Salama za saizi? Salama. Kwa majina naitwa Mashizo Masha wa Bongo. Ni afisa upelelezi kutoka kituo cha Mkuti. Na kilichonileta hapa ni kutokana na kifo cha mume wako. Inaisha kifo chake hakikuwa cha kawaida. Hivyo basi nilikuwa nahitaji ushirikiano kutoka kwako ili tuweze kufuatilia hiki kifo tuweze kuelewa. Hivi kwa nini unahisi kifo sio cha kawaida? Nilijua utaniuliza hivyo. Lakini kutokana na mfumo wa ajali ambao umetokea, inaonyesha dhahiri kwamba ile ajali ni ya kutengeneza. Kikubwa nahitaji ushirikiano kutoka kwako kwa sababu nitakuja mara kwa mara kuja kukuhoji ili niweze kupata majibu kutoka kwako. Sawa. Niutakie siku njema. Karibu. Nitende lipi ili wewe uridhike? Fake love, ili fake love, fake love. Kila kitu nilishapanga. Msubiri. Naomba dakika 5 nitakupigia. Sawa. Kwa nini unafanya maamuzi bila kushirikishana? Kushirikisha? Kushirikisha nini labda? Hauna elimu yoyote kuhusiana na masuala ya biashara. Lakini leo nimepita tu ofisini. Tayari ushafukuza mtu. Wewe ni mtu gani? Na kwa nini unafanya maamuzi bila kunishirikisha? Wewe kama nani? Mpaka nikushirikishe. Nisikilize. Ingawa mwanasheria alisema kwamba
mali zote ziko chini yako wewe, lakini mimi nina haki ya kufahamu kila kitu, kwa sababu pia hizi mali ni za kaka yangu. Umenifahamu wewe? Acha ubinafsi, acha roho mbaya ya kisokolo kwinyo. Mbona hutaki kujifunza? Kila siku tunaongea kitu kimoja. Huyo tayari umeshafanikiwa, si ndio? Tayari nishafanya. Na la kunifanya hauna. Unaamuaje? Na kama we kweli umetimia, jaribu uone nitakavyokuonyesha. Na wewe mwanaume wewe, usitaki unitibue. Usitaki unitibue kabisa tena. Maisha haya haituwezi kuishi hivyo, kwa sababu unafanya maamuzi ambayo yanaweza akakugharimu wewe mwenyewe. Maamuzi ambayo kesho na kesho kutwa, mama, maisha yanabadilika dakika moja. Yaani kosa moja linaweza ikakufanya wewe ujute katika maisha yako. Nishafanya. Na kama kweli wewe mwanaume, amua chochote unachokiweza. Na najua huwezi, kwa sababu nina mtoto wako. Kwa hiyo najua huwezi kunifanya kitu chochote. Kwa hiyo nina mtoto wako. Hauna cha kunifanya kitu chochote. Na hauna huo uwezo wa kunifanya kitu chochote. Na zile ni mali, ni za kwangu. Sijui tumeelewana? By the way, nina mambo mengi ya kufanya. Sijui umenielewa? Niangalie hivyo hivyo kama unatazama nani vile. Wewe. Mr. Zaki. Ndio. Kwa situation iliyotokea, mimi naona bora niondoke. Kwa nini? Kwa sababu mimi ndio chanzo haya yote. Kuna muda naona nashindwa hata namna ya kufanya brother. Hasa nikitizama ile nyumba ya brother. Una namna nanung'unika na naumia sana. Kwa nini? Wewe mhusika kwa lolote? Mimi ndio chanzo haya yote. Hapana. Haiwezi kubadilisha uhalisia wote, sawa? Wewe baki nyumbani. Kaa nyumbani. Fanya mambo yako na vitu vingine viendelee, sawa? Mimi sioni kama kuna sababu yoyote ya kutoka nyumbani. Si unaelewa? In case of anything lolote likitokea, mimi niko na wewe. Si unaelewa vizuri? Ninashukuru. Sawa. Okay, mimi nashukuru sana. Hakuna shida, tutamuona. Tunawasiliana basi. Haina tabu. Tesa wengi. Hizi kitendawili huwezi tegwa. Hata wenye nazo wanatesa mapenzi. Hivi nikupe nini? Nitende lipi ili wewe uridhike? Shemeji, mbona umekuja bila taarifa? Vipi, kuna tatizo? Usijisaulishe. Bado ni mali ya kaka yangu. Yaani vyovyote itavyokuwa, makampuni na majumba yote, usisahau kwamba ni mali ya kaka yangu. Unajisaulisha? Kuwa mimi ni mke wa kakako. Tena ni halali. Mungu shahidi. Serikali shahidi. Hata watu wanaotuzunguka nini mashahidi. Hilo mwenyewe unalitambua. Mungu pia ni shahidi. Nisikilize. Tena nisikilize kwa makini sana. Haijalishi serikali inatambua kwamba wewe ni mke wa kaka. Haijalishi mimi nakufahamu. Haijalishi chochote.
Sijui umeelewa? Wewe ni mwanamke mbaya sana kwa kutokea. Yes, wewe ni mbaya. Jamii ikajua. Kila mmoja akafahamu. Wewe ni mwanamke mbaya sana. Wewe ni mwanamke hatari kwa kutokea. Nisikilize. Mimi nina mashaka na wewe. Mbona kwenye hili swala brother uti huzuni? Hauonekani kama umeguswa. Mume wako amekufa, hujaguswa. Hauti huzuni, hauonyeshi kwamba wewe. Hafu unasema tu kila wewe, nisikilize. Kwenye hili swala nishaanza kuweka mashaka na wewe. Yes, nina maswali. Na kama una maswali kuhusu mimi, niulize mimi. Ila kama una maswali kuhusu kifo cha kaka yako, niulize Mungu wako anaweza kukujibu. Ila kama una maswali kuhusu wewe, jiulize mwenyewe. Ana ujasiri wa moyo, haya mapenzi yanatesa wengi. Kanzi kitendawili huwezi tegwa, hata wenye tabu yanatesa mapenzi. Hivi nikupe nini